Karibu katika simulizi. Simulizi yetu inakwenda kwa jina la Jaribio la Bilionea. Kama ni mara yako ya kwanza, basi kipande cha kwanza kiliwasilishwa na Madam Venesia Charles. Jina langu mimi ninakuletea kipande cha pili na Mr. Kingvam, ukipenda niite Asagwire JR. Hautakuwa umekosea. Katika simulizi Jaribio la Bilionea, hakika ni moja ya simulizi nzuri sana ambazo ukisikiliza utaweza kupata funzo. Ni kitu gani na ni kipi kimefanya simulizi iitwe Jaribio la Bilionea? Basi ni wakati wetu kuanza pale tu Madam Venesia alipoishia. Nakumbusha tu alipoishia Madam. Mima aliamua kujivisha vazi la kuwa mzazi kwa wale watoto, ingali hata uchungu wa kuzaa haujui upoje. Lakini muda huo huo, upande wa pili kwa wale vijeba, mtaa kwa mtaa, walikuwa hawaachi kumsaka Enoki na Ebera ili wamalize kazi na wachukue bonus zao. Siku mbili zilipita. Mima kila senti yake ambayo alikuwa akaiweka akiba aliamua kuichukua na kwenda kupambana kwa kuwatafutia watoto wale shule, waende shule, kwa sababu muhula wa kuandikisha ulikuwa umepita. Mima aliamua kuwapeleka hata tuition ili mradi tu wasikae nyumbani bila kusoma. Wiki mbili zilipita. Kiukweli Enoki na mdogo wake jina lake Ebela walionyeshwa upendo wa mama ambao hawajawahi kupata kwa muda mrefu, japo maisha na mazingira ya pale yalikuwa magumu, ila walijikuta mioyo yao inatulia na furaha inarejea kidogo kidogo kama zamani. Na huku wale vijeba, baada ya kuhangaika wiki nzima kuwatafuta Enoki pamoja na mdogo wake Ebera, hatimaye walipata taarifa zao wanapoishi. Ulikuwa usiku wa majira ya saa 3 usiku. Baada ya chakula cha usiku, Mima alikuwa anawasimulia hadithi za Walk the Dawn akina Enoki, maana hizo ndo zilikuwa TV zao za kuzugia na kutafutia muda uende, na baadaye kwenda kutafuta usingizi. Wote watatu walikuwa wanaishi chumba kimoja, huku godoro chakavu likiwa limetandikwa chini. Enoki na Ebera walikuwa wanalala kwenye godoro, huku Mima akitandika kitenge chini na kulala. Hakika alikuwa na upendo wa ajabu ambao huo haujawahi kuonekana. Akina Enoki hata kwa marehemu baba yao hawajawahi kuona. Mima akiwa anaendelea na hadithi, ghafla mlango uligongwa, kwa sababu alikuwa hana analolijua au hana adui yoyote wa kuhofia. Alinyanyuka na kwenda kufungua mlango. Ghafla kundi la vijana kama 7 tena vidari waliojaza wakajazia, wanaingia mule ndani. Yeyote atakayepiga kelele anakula bisu la koromeo. Hata kimya kimya, nyie wawili nyenyukeni, tunaondoka taratibu. Yalikuwa maneno ya mmoja wa yule njemba. Na kweli Enoki na Ebela walibebwa kinguvu, huku Mima akitishiwa kuchomwa na kisu, na aliambiwa atulie ndani pasi na kupiga kelele. Walitoka vizuri tu nje, huku mtoto Enoki na Ebera wakiwa wameshikwa haswa, yani hamna hata kupiga kelele. Mima akiwa ndani kashikiwa kisu na mmoja wa jamaa aliyesalia kumlinda ili asijepiga kelele mpaka wenzake wafike kwenye gari kwanza. Mima aliona sio kweli, yule jamaa mule ndani alikula ndonga ya uso mpaka alihisi pua imepasuka,
yaani alipigwa hicho kichwa hajawahi ona. Mima alichomoka nje huku akipiga makelele kuomba msaada, na alifanikiwa kufikia wale majamaa kabla hawajafika kwenye gari. Kutokana na makelele ambayo Mima alikuwa anapiga, watu wa mtaa ule walichomoka kutoka ndani, huku kila mtu akiwa na dhana yake. Kama tujuavyo, watu wa Uswahilini mara nyingi wanakuwa na ushirikiano mno. Sasa aise, wale vijeba siku hiyo walikipata cha moto. Hakika walipigwa, yani kipigo cha haja. Kila mtu alipitia njia yake. Mmoja wao alidakwa na wa mtaa. Tunasemaje? Huu utakuwa mfano kwa wenzio. Huu mtaa wizi umezidi. Leo hii Mungu atakatuletea kwa mfano. Oya, mafuta haya hapa. Hata Mima najitolea tairi, naenda kulileta. Zilikuwa kauli za watu wakiwa wamevurugwa, na hivyo ilitokana na Mima kupiga kelele za wizi. Kwa hiyo wale jamaa walikamatwa kama wezi. Aisee, kama masihara vile. Yule jamaa mmoja alichomwa moto akiwa anajiona kwa hasira walizonazo. Hata lile gari walilokuja nalo lilichomwa moto vibaya mno. Basi ilikuwa ni siku nyingine aise, yule mzee ambaye ndo babu yao na akina Enoki, baada ya kuletewa taarifa za kilichotokea, alipaniki sio mchezo. Shit. Yaani chanzo ni Mima. Hivi yule mtoto kuna kitu anakitafuta Gari yangu imechomwa. Imechomwa moto. Kijana wangu kafariki na kufanya vijana wote wapate uoga wa kufanya hii kazi. I say, Enela, wewe na mama yako kesho nendeni kwa Mima, mkamchukue Enoki na mdogo wake Ebera waje kuishi hapa. Mengine yatajulikana mbele kwa mbele. Yalikuwa maneno ya yule mzee ambaye kwa jina alikuwa maarufu kama Mzee Turuka. Awamu hii Mzee Turuka aliona cha kufanya ni kuwaleta wale watoto pale nyumbani, ili kama ni kumalizana nao, amalizane nao wakiwa pale nyumbani. Basi siku hiyo ilipita, ni kweli, ikiwa ni siku nyingine, Mima akiwa na watoto wale pale kwake. Wanasaidizana kufunga mboga kwenye mafungo ili aende kutembeza. Ghafla mke wa Mzee Turuka na binti yao wa mwisho walifika pale kwanza. Kila mtu alishangaa kimewaleta nini pale. Mima, babu yao hao watoto katutuma, anawahitaji nyumbani, na kuanzia leo wataishi na sisi, na kesho anaenda kuongea na walimu wanarudi shuleni. Yalikuwa maneno ya busara kutoka kwa mke wa Mzee Turuka. Labda nijibu tu kwa kifupi, kwa nini iwe leo na sio kipindi chote hicho ambacho watoto walikuwa wanateseka? Mima aliuliza. Kwa hiyo Mima, unataka upingane na sisi? Kwanza wewe kama nani? Basi Enoki na Ebera, hebu jiandaeni, tunaondoka wote sasa hivi. Yalikuwa maneno ya mama yule huku akiwa serious yani. Kamwambia anko wamegoma kuja, na kwa taarifa yenu hapa hawaondoki na ndo washafika. Mima akiwa anajikubali aliongea, lakini aisee, watoto ni watoto. Kifupi, walikuwa wamemisi maisha yale ya kifahari ya milo mitatu, jicho kwenye kideo na safari za magari kwenda na kurudi shule, huku wakipewa kila kitu wakitakacho. Anti Mima, tutakuwa tunakuja kukusalimia, ngoja sisi tuende. Basi mtoto Enoki akiwa anachekelea, aliona maisha sindo yale yale. Aisee, Mima alikosa hata neno la kusema, huku akiwasikitikia wale watoto. Enoki, bibi yako na huyo babu yako sio watu wazuri. Hakika bora mkae hapa kuliko kwenda huko. Mima alijaribu kutetea. Na
na sio mtu mzuri. Mima, unataka wale watoto nyama, au sio? Aisee kujua wewe Mwanga nani? Asiye kujua wewe Mwanga nani? Basi Enela, mtoto wa mzee Turuka, aliongea na kufanya Mima afunge mdomo wake. Basi Enoki na Bella walijiandaa. Baada ya hapo waliondoka na bibi yao, huku akiwa wanakenua meno yote mpaka mwisho. Baada ya watoto wale kuondoka tu, basi kuna dada alifika pale nyumbani kwa Mima, huku akiwa anaonekana na jambo. Ipi hatima ya watoto hao? Vipi kuhusu Mima? Huyo dada ni nani? Endelea kuwa na Vam TV uweze kufahamu kilitokea nini. Baada ya watoto wale kuondoka tu, basi kuna dada huyu alikuja. Dada, vipi, kwema? Mima akiwa anataka kuingia ndani, alisikia salamu ya mtu. Ghafla aligeuka. Salama kabisa, karibu. Samahani, wale watoto tumepishana nao hapa, wanaenda wapi na yule mama? Yule ni bibi yao, kaja kuwachukua wakaishi naye. Una uhakika na usalama wao? Wewe si ulikuwa unaishi nao hapa? Kiukweli kuhusu usalama wao ni mdogo mno. Yaani hata juzi tu hapa tulivamiwa na walijaribu kuwateka hawa watoto, na ni wasiwasi ni babu yao tu, maana yule mzee namjua roho yake. Sasa sikiliza, fanya ufanyavyo, hakikisha watoto wanarudi hapa, na wanarudi hapa nyumbani. Yaani tumia kila njia unayoijua wewe, watoto warudi hapa nyumbani. Yule dada asiyejulikana alikotokea, akiwa anapekua namba kwenye simu, aliongea kwa msisitizo. Mimi alikuwa na shangaa tu, huku akiwa hamuelewi yule dada. Boss, watoto wapo hatarini, wameenda kwa mzee wako, sijui tunafanyaje. Yule dada baada ya kupiga simu aliongea maneno ambayo yalifanya Mima baki kakodoa macho, huku asielewe. Dada huyo anaongea na nani? Sijui maelezo gani alipewa, lakini aliondoka huku akiwa hajaongeza neno lingine lolote. Mima alibaki kaduaa huku akiwa hamuelewi yule dada. Au ndo wale watekaji? Huyu bosi ni nani sasa? Mima alijiuliza maswali pasina kuwa na majibu. Turudi upande wa pili kwenye mkoa jirani kwa yule tajiri. Baba huyu alionekana akijiandaa kusafiri. Temi, weka kitu sawa. Muda wa mimi kurudi kwenye nafasi yangu umefika. Maana naona dalili ya watoto wangu kupotea ipo. Yalikuwa maneno ya bosi yule, na ilikuwa ni mara tu baada ya kutoka kuongea na mtu kwenye simu na kupewa taarifa iliyomvuruga akili yake. Upande wa huku mjini, Enoki pamoja na Ebera walikuwa wamefika tayari kwa bibi yao, kwa babu yao, na tayari walikuwa wamepewa chakula safi kabisa. Wanakula, wanapiga mastori. Mzee Turuka na mke wake walikuwa wanatazamana kana kwamba kuna kitu kinaendelea. Wakati wote watoto wale wanaendelea kula kile chakula, ghafla Mima alivamia mule ndani kama kimbunga. Yaani alikuwa kavurugwa baada ya yule dada asiyeeleweka kuja pale kwake. Alikuwa haelewi kipi ni kipi, ila tu kichwani mwake alijiambia watoto hawapo salama. Enoki na Ebera, nyanyukeni haraka sana, tunaondoka wote. Hiyo sio ombi, ni lazima. Yalikuwa maneno ya Mima akiwa anamaanisha. Baada ya hapo alisogea mpaka pale kwenye meza ya chakula na kumshika Enoki mkono pamoja na Ebera. Baada ya hapo kwa nguvu alianza kuwakokota, japo watoto walionekana hawataki kuondoka naye, lakini Mima alikuwa hataki kuwapa nafasi. Aisee, kitu cha kushangaza, mzee Turuka na familia yake wala hawakujishughulisha kumkataza Mima kuondoka na wale watoto,
mpaka Mima mwenyewe alijishtukia, maana alijua atakutana na upinzani haswa. Ndio kwanza wanafamilia wale walikuwa wanakonyezana tu huku wakicheka moyoni. Mima alikuwa mtu wa machale mno. Baada ya kufika nje ya geti huku akiwa anavutana na wale watoto, ghafla alihisi kitu. Enoki, subiri, kile chakula mlichokuwa mnakula kilikuwa vizuri kabisa. Mima aliuliza, anti, kama ulitaka kula si ungesema tu kuliko kutuvuta hivi. Sisi tunabaki hapa, wewe tuache. Yalikuwa maneno ya Enoki akionekana kukasirishwa na Mima. Aise, hata sekunde hazikupita Enoki na Ebera walianza kuumwa na matumbo huku povu zikiwatoka mdomoni. Mungu wangu, sumu hii ni sumu! Mima akiwa anatokwa na jasho alijiongelesha. Alifanya juu chini, aliokokota mpaka barabarani, na bahati nzuri alipata msaada wa wasamaria wema. Mima alikuwa kachanganyikiwa mpaka jasho linamtoka. Aliwafikisha wote pale hospitalini ili alipokuwa hana hata mia mbovu mfukoni. Binti, ni kweli hawa tunawapa msaada wa huduma ya kwanza, ila kwa matibabu zaidi nenda kalete pesa. Kufika saa 5 usiku usipokuja na pesa hapa, aisee, wagonjwa wako utawakuta kama ulivyowaacha. Yalikuwa maneno ya dokta akiwa hana hata hofu. Huwezi amini, Mima alienda nyumbani kwake na kuuza kila kitu chake cha thamani, tena kwa bei za kugawa tu, mpaka kigodoro aliuza. Basi alifika hospitali saa 4 usiku huku jasho likimtoka. Baada ya kutoa ile pesa alitulia kwenye kiti huku akiwa haelewi kipi ni kipi. Muda huo ghafla yule dada wa mchana alifika pale, naye akiwa kapaniki kivyake. Watoto vipi? Wanaendeleaje? Yule dada kwa sauti ya kupaniki aliuliza, maana kama ni kwa kazi ya kuwalinda watoto alikuwa kakabidhiwa yeye. Kabla sija kujibu, hebu niambie wewe ni nani haswa? Maana mchana umekuja hata ujio wako sijauelewa, alafu unakuja tena saizi. Mima ilibidi aulize. Mima, mimi ni mtu mwema, hebu tu niambie watoto wanaendeleaje? Kabla hata Mima hajajibu, ghafla maaskari watatu wakiwa wameongozana na mzee Tuluka walifika pale hospitali na kumkamata Mima kwa kosa la kujaribu kuwaua kwa kutumia sumu. Aise, Mima alibaki katokwa na macho kama kameza fikeo. Hivi hasira zilikuwa zinafukuta huku akimkata jicho baya mzee Tuluka. Muda huo upande wa barabara inayotokea mkoani kuna gari lilikuwa linatembea kama inapaa hivi. Alikuwa ni bosi Mugisha ndani ya gari akiwa na binti wa kuitwa Temi. Yaani taarifa ambazo Mugisha alikuwa anapokea ndo zilikuwa zinamchanganya kupita kiasi. Aisee bosi, watoto hali ni mbaya. Masikini huyu binti anayewapambania kaja kuchukuliwa na askari hapo akiwa na mzee wako, na anatuhumiwa kwa makosa ya kujaribu kuwaua kwa kutumia sumu. Hizo ndo taarifa ambazo bosi Mugisha akiwa ndani ya gari alizipokea. Yani alisi kama gari yake haitembei vizuri kwa jinsi ambavyo alikuwa kapaniki. Yani daki ukweli, huu uzembe wangu mpaka nafanya maisha ya wanangu yanakuwa hatarini. Aise, Mugisha alijiuliza sana na kufikiri kuhusu mzee wake. Ana roho mbaya, lakini sio kihivo mpaka kutaka kuwaua watoto wangu. Bosi Mugisha ndani ya gari alikuwa analalamika kweli kweli. Muda huo huko mjini tayari Mima alikuwa kafikishwa Kanyampasila, tena akiwa kachalazwa bako la kweli kweli, maana alikuwa analeta ubishi mkubwa. Aisee, unahisi baada ya bosi Mugisha kufika na kuonekana mbele ya waliodhania amekufa itakuwaje? Endelea kusikiliza. Hii ni Vam TV Online. Subscribe, like, tuweze kuwa pamoja. Muda huu
huko mjini tayari Mima alikuwa amefikishwa. Sasa siku hiyo ilipita, yule dada alihakikisha na kesha pale hospitali. Hakuna nyang'au anayeingia kwenye chumba walicholazwa watoto. Ilikuwa asubuhi na mapema. Mima akiwa pale kituoni, ghafla alikuja kuchukuliwa na kuachiwa huru. Alichoambiwa kaachiwa kwa dhamana, atakapohitajika ataitwa. Mima alikuwa haelewi nani kamwekea dhamana tena, wakati anajijua hana ndugu hata mmoja wa kufanya hivyo. Baada ya Mima kutoka pale, moja kwa moja alipitiliza mpaka hospitali ili ajue hali ya watoto inaendeleaje. Lakini baada ya kufika pale alikutana na taarifa ambazo zilifanya apagawe. Watoto wamehamishwa hospitali, wamekuja kuchukuliwa kinguvu hapa, sisi tulikuwa hatuna namna zaidi ya kuruhusu. Hayo ndio maelezo ambayo Mima alipewa. Aisee, Mima alihisi kuchanganyikiwa kwanza. Moja kwa moja akili ilimwambia lazima atakuwa mzee Turuka kawachukua, hakuna mwingine. Binti huyo pasina kuhofia lolote, kama alivyojibeba na magauni yake ya shilingi 2000 mpaka nyumbani kwa mzee Turuka. Yaani pale getini alipita kama kishundu, alikuwa hataki kuulizwa kafuata nini. Baada ya kufika pale tu, katika wakati huu ambao baada ya kufika pale, kwanza hata mzee Turuka alishangaa, huyu mtu katokaje gerezani wakati aliseti mpango ikiwezekana akafia huko huko, na alikuwa amekula kabisa sahani moja na baadhi ya askari. Mzee Turuka kabla hata hajauliza imekuwaje Mima yupo pale, aisee, alikula bonge la mkwido. Yaani alikwida mpaka lihisi kolomeo linataka kuchomoka. Mzee, hebu niambie, watoto umepeleka wapi? Nasema watoto umepeleka wapi? Lilikuwa ni swali ambalo lilifanya mzee Turuka na familia yake wabaki wanashangaa. Maana nao walikuwa hawajui chochote kinachoendelea, na ndo kwanza walikuwa wanajiandaa waende hospitali. Basi Mima akiwa nazidi kuleta vurugu pale nyumbani akiwataka watoto, binti Enea alichomoka pembeni na kupiga maafande simu. Ndani ya dakika 10 Mima alikuja kudakwa kwa mara nyingine na kwenda kuwekwa ndani. Awamu hii ilikuwa kesi ya kuvamia nyumbani kwa mtu na kujeruhi. Mima alikaa kituoni mpaka siku ya kesho yake. Hapo na hapo alitolewa kwa dhamana, lakini siku hiyo baada ya kutoka alimwona mtu aliyemtolea dhamana alikuwa ni yule yule dada wa kila siku. Mima, usio na wasiwasi, watoto wapo salama kabisa na wapo sehemu salama kabisa, yalikuwa maneno ya yule dada. Kwani we nani na una lengo gani na wale watoto? Mima, naitwa Taia, ni bodyguard wa wale watoto, yalikuwa majibu ya dada yule ambaye yalimfanya Mima abaki anashangaa. Watoto wapo wapi? Na wataka sasa hivi. Mima akiwa serious aliongea, lakini aliambiwa arudi nyumbani, watoto wakipona basi ataletewa nyumbani aendelee kukaa nao. Aisee, Mima alirudi nyumbani akiwa mnyonge kweli kweli. Yaani alikuwa hajamuelewa kabisa yule dada. Ila aliona akizidi kuleta mabaraa atarudishwa kule ndani, alafu akakosa hata mtu wa kumtoa. Wakati anatoka tu pale kituoni, aisee, mzee Turuka akiwa na kijana tanashati wake walifika pale kituoni, na lengo la mzee huyo alikuwa anataka ahakikishe Mima awamu hii hatoki, na huko mahakamani anakutwa na hatia ya kwenda kunyea debe mazima. Lakini mzee huyo alibaki katumbua macho baada ya kuambiwa binti huyo katoka na kaachiwa uhuru. Alijaribu kuhoji imekuwaje kaachiliwa kirahisi hivyo, wakati aliyevamiwa mwenyewe hajui lolote, lakini alijibua tu kwamba wao wamepokea maelekezo kutoka juu kwamba aachiwe. Mimi kwani anasaidiwa na nani? Unajua jana alivyoachiliwa nilijua bahati mbaya, leo hii tena kaachiwa tena kwa maelezo kutoka juu. Aise, hapa kuna namna inabidi tufuatilie. Mzee Turuka alijikuta anaanza kupata mashaka.
Mima naye baada ya kufika magetoni aisee alibaki kaduaa mule getoni kwake. Alikutana na kitanda na godoro jipya zuri. Alikuwa kanunuliwa mpaka baadhi ya vyombo na vyakula. Mima alihisi muujiza kwanza. Ilibidi atoke na kwenda kuuliza majirani nani kaleta vile vitu, na kuna akili nyingine ilikuwa inamwambia hiki chumba huenda kapangishwa mtu mwingine. Mima hivyo tu, kuna vijana wameleta leo asubuhi na kwa maelezo yao wanasema wewe ndo umewatuma walete. Hayo yalikuwa maelezo ya majirani. Kiukweli Mima alibaki kaduaa huku akiwa anaogopa hata kuingia mule ndani, lakini akiwa haielewi kipi ni kipi. Yule dada wa kuitwa Taia alikuja tena na kumwambia asiwe na wasiwasi, yeye ndo kaleta vile vitu kwa maagizo ya bosi. Kiukweli Mima alikuwa anakosa hata cha kuuliza, alibaki kakaa kimya tu. Zilipita siku 3 kukiwa kimya huku upande wa mzee Taluka. Mambo yalikuwa yameanza kubuma, maana simu za malalamiko zilikuwa hazikomi. Oya mzee, mmefanyaje akaunti yangu ise? Pesa hazitoki. Yalikuwa malalamiko ambayo kila mtu alikuwa anamuuliza mzee Taluka. Ilibidi baada ya baba huyo naye ajaribu kwenye akaunti yake kama pesa zinatoka au hazitoke ise. Alichoambiwa ni kwamba akaunti zake zote zimefungiwa na mmiliki halali. Jamani, mmiliki gani tena wakati mimi ndo nazimiliki? Yule mzee alijiuliza huku akilalamika, lakini benki ilikuwa haina msaada na yeye, na hayo ndio yalikuwa majibu ya mwisho. Sio akaunti zake binafsi tu ambazo zilifungiwa, hata kule kiwandani na kwenye kampuni nako alipigiwa stop. Ilikuwa kama ndoto hivi kwa mzee Taluka. Siku hiyo ilikuwa ikapendeza vizuri huku akiwa ndani ya gari lake na dereva wake, lakini alipofika getini pale kwenye kampuni ya Mugisha Supply, aliambiwa haruhusiwi kuingia ndani tena. Mlinzi alikuwa kakomaa kweli kweli. Aisee kijana, nadhani hunijui mimi ni nani Hebu fungua geti kabla sijampigia meneja simu. Mzee Taluka alijaribu kutoa kitishio, lakini ndo kwanza mlinzi alifunga geti na kutoka kuendelea kusikiliza ule upuzi. Wiki moja ilipita, yani mambo yalikuwa vuruvuru. Kila kona hakuna ambaye kwake kulikuwa kuna muendea vizuri, sio wale wa apartment, sio wa maduka ya mabati au wamiliki daradara. Kila mtu alikuwa haelewi mambo yanayoendelea. Na wale wanaomiliki apartment na wale wanaomiliki zile apartment waliletewa tu taarifa za kwamba wapangaji wote wametimuliwa kwenye apartment za mmiliki na pesa zao walihitaji kurudishiwa. Mzee Taluka ilibidi aitishe kikao wakae wajue ni nini kinafanya hivyo. Kila mtu akiwa naamini Mima kuna mchezo anaocheza. Upande wa huku kwa Mima siku hiyo alikuwa anafua nguo pale nje. Ghafla alisikia sauti anti. Alipogeuka aliwaona Enoki na Ebera wakiwa wanakuja tena wakiwa wamewaka na nguo za gharama kweli kweli. Basi Mima alinyanyuka na kuwakumbatia huku akiwa anauliza, wamekuja na nani? Vipi, mbona mmependeza hivyo? Mmekuja na nani? Mima aliuliza, lakini kabla hajajibiwa alishangaa kitu anachokiona mbele ya macho yake kikiwa kinakuja ise. Kwanza Mima ilibidi awashike watoto tayari kwa kutimwa mbio. Endelea kuna Vam TV online ili tuwe pamoja katika simulizi mbalimbali. Aliwashika watoto tayari kwa kutimwa mbio. Alikuwa ni Mr. Mugisha akiwa katandika suti yake moja matata, huku akiwa kaongozana na wadada wawili. Miongoni mwao alikuwa ni yule anayekutana na Mima kila siku, yani ambaye jina lake alikuwa anaitwa Taia. Mima
Ni mimi, usikimbie tafadhali. Mima, nipo hai. Mima akiwa anataka kutimua mbio. Ilibidi Mugisha jitambulishe, japo Mima alisimama ilikuwa kwa kujikaza, yani mwili mzima ulikuwa unatetemeka. Alikuwa haamini kama yule ni Mr. Mugisha kweli. Maana siku bosi huyo anazikwa, Mima alikuwepo na alishuhudia kabisa. Tafadhali usinisogelee na usisogelee watoto. Hebu niambie, nyie ni kina nani na mnataka nani kwangu? Mima akiwa haamini na hamuingia akilini kwamba Mr. Mugisha yupo hai, aliamua kuuliza. Mima mdogo wangu, cool down. Nitakueleza kila kitu, tuingie ndani kwanza, watu wasije kunichola hapa. Yalikuwa maneno ya Mr. Mugisha. Aisee, Mima kiukweli alikuwa haamini kabisa, japo alikubali kuingia ndani na wale wageni. Lakini mguu mwingine ulikuwa sawa kwa ajili ya kutimua mbio endapo lolote litatokea. Hata mlango mzima aliacha wazi kabisa, ili mbio zikianza kusije kukawa na kizuizi chochote tena. Mbona sielewi Mugisha? Wewe si ulikufa? Inakuwaje upo hai hadi sasa hivi? Yaani mpaka sasa sielewi kama kweli ni wewe au unaigiza, Mima aliuliza. Basi hapo Mr. Mugisha ilibidi avute pumzi na kuanza kumsimulia kila kitu Mima. Mugisha alieleza mwanzo mwisho mpaka yeye kuwa pale na kwa nini alifanya vile. Yani baada ya hayo maelezo, Mr. Mugisha walau kidogo Mima ndo alionekana kuamini kwamba yule ni Mr. Mugisha. Okay, nishajua upo hai. Haya, unaweza kuwachukua watoto wako muondoke kwangu, na vitu vyako vyote unaweza kubeba, hivi sihitaji. Baada ya maelezo marefu Mr. Mugisha, Mima baada ya kugundua kwamba yule ni Mr. Mugisha ukweli, aliamua kubadilisha maongezi. Mima, mbona sikuelewi? Niondoke kivipi? Mima, kwa sasa wewe ndo ndugu yangu ninayekuamini kuliko wote kabisa. Umeweza kuonesha upendo wa kweli kwa wanangu katika kipindi kigumu. Mugisha alijaribu kujitetea, lakini Mima alikuwa mkali kama mbogo, huku akiwa anamtaka Mr. Mugisha aondoke, na bila shaka kuna makubwa yalikuwa yametokea huko nyuma. Mimi sina undugu wote na wewe kama ulivyosema mwanzo, na ukaamua kunitimua tena usiku wa manane na kunidhalilisha juu mimi ni mchawi kama ulivyosema. Kwa hiyo ibaki kuwa hivyo kwamba mimi sio ndugu yako. Yalikuwa maneno ya Mima akizungumza kwa hisia, huku chozi likimlenga Mr. Mugisha akiwa anataka kuongea neno lolote. Mima alitoka nje kwa hasira na kuondoka pale nyumbani. Ndugu msikilizaji, unajiuliza maswali mengi mno kwamba Mima ni nani? Mugisha ni nani? Na ilikuwaje mpaka Mugisha kaamua kujifanya amekufa? Na itakuwaje? Na ni ipi historia yake? Kumbuka, jaribio la bilionea. Sasa ngoja turudi miaka kadhaa nyuma ili kujua uzuri wa historia hawa wawili na chanzo ya yote mpaka hapo tulipo. Ni miaka kadhaa hiyo ilipita, enzi hizo mzee Tuluka, yani baba yake na Mugisha, na kijana Tuluka alikuwa ni rafiki yake wa jina la Job, na walikuwa wanaivana mno wawili hao. Yani walisoma kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4 wakiwa pamoja. Hata walipomaliza kusoma walifeli kwa pamoja, walijikuta wote wameanza biashara. Kidogo nyumbani kwa kina Tuluka kulikuwa na maisha mazuri kuliko kwa kina Jobe. Maana hata hivyo Jobe alikuwa analelewa na mama tu, huku baba yake akiwa amefariki. Angalia, yeye akiwa mchanga. Wawili hawa kiukweli walikuwa wanapendana mno. Yaani walikuwa marafiki haswa, wameshibana. Ila kama tujuavyo, mapenzi urafiki wao ulianza kuingia kuwa funzo baada ya kujikuta wote wakimpenda mwanamke mmoja. Alikuwa ni binti mgeni pale mtaani ambaye alikuwa kahamia na wazazi wake kutoka mkoani. Mtu wa kwanza kumuona yule
binti alikuwa ni Tuluka. Baada ya hapo akaja kumsimulia rafiki yake Jobe kuhusu mrembo aliyehamia pale mtaani. Bahati mbaya Tuluka alikuwa hajui kutongoza, au kifupi alikuwa mwoga mno na wanawake, ila Jobe alikuwa ni mtu mjanja kidogo. Baada ya Tuluka kuambiwa kuhusu hilo swala, vile Jobe yeye wala hakujiuliza mara mbili. Ni kweli siku hiyo inayofuata walipokutana na yule binti, Jobe alimtongoza. Binti yule japo alichukua muda kukubali, yani kama mwezi, ila alimkubali Jobe. Na kama tulivyo wanaume kupenda kujisifia pindi wanapopata demu mpya, aisee, Jobe alienda kutamba mbele ya Tuluka kwamba yule mtoto mrembo tayari kashanasa. Hapo sasa vita mbaya zaidi ya ile ya maji ndipo ilipoanzia. Kwa muda ule Tuluka baada ya kuambiwa zile taarifa hakuonesha kama kakazilika, alichekelea tu kinafiki, ila moyoni ulikuwa unamuuma sana kupita kiasi, kwamba kwa nini rafiki yake anampenda na ikiwa yeye ndo alikuwa wa kwanza kumuona. Basi bwana, urafiki wao uliendelea kinafiki, yani Mugisha akiwa na Jobe walikuwa wanachekelea kumwanga mkono kwa kila anachosema kuhusu yule demu, ila akiwa peke yake aisee alikuwa na Sonya huku akijilipiza kufanya jambo kubwa. Yani kilichokuwa kinamtesa Tuluka ilikuwa ni kutongoza bwana. Huyu alikuwa hajui kabisa. Mambo yaliendelea karibia mwaka huo, mahusiano ya Jobe na yule binti kwa jina la Kidawa yakiwa yanaendelea, na walikuwa wanapendana vizuri tu, huku wakiwa na ahadi za kuoana yani. Basi bwana, Tuluka baada ya kuona kutongoza kazi, aliona wacha aanze kutumia madhaifu ya rafiki yake Jobe, na madhaifu ya Jobe zilikuwa pesa yani Jobe kiukweli alikuwa hajawahi kumhonga binti huyo pesa ikazidi buku. Akimpatia sana ni buku 2 na hayo mara moja. Tuluka alichoanza kukifanya ilikuwa ni kutoa pesa yani. Kila akikutana na binti Kidawa alikuwa anampatia pesa bila sababu yeyote. Hizi 5,000, 10,000 Kidawa alizifaidi sana. Ilifika kipindi Kidawa hata kuambiwa alianza kwenda getoni kwa Tuluka, maana Tuluka alikuwa anaonesha dalili ya kumpenda, ila kuongea sasa ndo mziki. Aise, Tuluka alipoona mbona kama kitumbua kinajileta chenyewe, aliamua kutupia ndoano, japo kwa kujikaza sana, na vile vipesa vyake ambavyo amekuweka akitoa ndo vilimrahisishia kabisa, maana Kidawa wala hakusumbuka. Mara moja tu kama marage ya mbea alikubali. Hapo sasa ndio kizaza kilianza yani. Marafiki wawili walijikuta wanadeti na mwanamke mmoja, huku kila mtu akiwa hataki kushindwa kiurahisi. Kidawa moyo wake ulionekana upo kwa Jobe, ila alikuwa na Tuluku kwa sababu ya pesa, kwa hiyo alikuwa hawezi kumwacha mmoja wapo. Alijikuta akiendelea nao wote wawili. Japo Jobe na Tuluka walijua kabisa wote wapo kwenye mahusiano na Kidawa, ila hakuna ambaye aliyekuwa anataka kumwachia mwenzake. Walijikuta tu wanaishia kutamrishiana, na kila wakikutana ilikuwa lazima waloshiane maneno, na siku zingine mpaka kutwangana kabisa na ngumi. Hali hiyo ya Kidawa kuwa na wanaume wawili kwa mpigo iliendelea zaidi ya mwaka, yani leo Tuluka akichapa mzigo, kesho naye Jobe anachapa mzigo. Basi wazazi wa Kidawa baada ya kuchoka na zile kesi za mtoto wao kuwafanya vijana wapigane kila siku, ilibidi wamlazimisha aolewe na mmoja kati ya wale wawili. Na kutokana na kwamba Tuluka ndo alikuwa ana vipesa, hata wazazi wa Kidawa walipigia chapuo aolewe na Tuluka. Basi ni kweli Kidawa naye alikubali kuolewa na Tuluka, na wazazi wa Kidawa walienda kumkanya Jobe kwamba
kuanzia siku hiyo waachane na binti yao, maana washakula mahali ya watu na akiendelea atajuta. Ndani ya wiki moja tu taratibu za ndoa zilifanyika na ndoa ilifungwa tena, ndoa ya bomani, na rasmi Kidawa aliolewa na Turuka na kuwa mali yake halali. Hapo Turuka ilibidi ampige bonge moja la onyo Jobe kuhusiana na mke wake, na kweli Jobe ilibidi arudishe majeshi nyuma, maana kama ni pesa kiukweli alikuwa hana. Yaani hata mama yake alimuonya akae mbali na mke wa mtu. Lakini tayari aisee, Kidawa alikuwa na ujauzito wakati anaolewa. Sasa ilikuwaje? Haijulikani ujauzito ni wa Turuka au Jobe, maana alikuwa analala na wote yani. Hata Kidawa mwenyewe alimchanganya kuelewa ule ujauzito ni wa Jobe au wa Turuka. Ila kwa sababu alikuwa kaolewa na Turuka, ule ujauzito alimkabidhi mume wake Turuka kwamba ndo mwenye nao. Basi bwana, maisha yaliendelea. Ndoa ya Turuka na Kidawa ilikuwa safari kabisa bila vikwazo vyovyote. Hatimaye mtoto alizaliwa wa kiume na ilibidi wampatie jina la Mugisha, ambalo lilikuwa jina la baba yake na Turuka. Maisha yaliendelea huku Turuka akiwa anafurahi familia yake, lakini huku mtaani Jobe inaonekana bado alikuwa na kinyongo na Jobe. Alikuwa anaonekana kabisa yule mtoto wa Turuka ni wake na akanyimwa kwa sababu ya umaskini. Kwa hiyo Jobe alijikuta amekuwa mtu wa kuvumisha taarifa huko mitaani. Tetesi zilianza kuenea pale mtaani kwamba huenda yule mtoto ni wa Jobe na sio Turuka. Hizo tetesi hata Turuka zilimfikia, japo alikuwa anajiamini yule ni mtoto wake. Miezi ilipita, wazazi wa Turuka bahati mbaya walipata ajali ya gari na wote wawili kufariki. Hapo hapo Turuka alibaki yeye na dada yake pamoja na mdogo wake, na kwa sababu yeye ndo alikuwa wa kiume pekee kwa huyo, mali zote alirisi yeye. Basi maisha yaliendelea yale yale. Maneno ya kwamba Mugisha ni mtoto wa Jobe aise yalikuwa yanamchefua mno Turuka, kiasi kwamba kuna chuki ilianza kutengenezwa kwa mtoto, japo alikuwa hana uhakika. Hata ule upendo kwa Kidawa ulipungua. Turuka kwa hasira, bila kupima mambo au kuwa na vithibitisho, alitafuta mwanamke mwingine na kuanzisha naye mahusiano. Yaani alikuwa kama anakomoa hivi. Baada ya miezi kadhaa, huyo mchepuko wake alipata ujauzito na wazazi wa mchepuko walilazimisha amuoe, na kweli Turuka alimuoa. Kwa hiyo kifupi, Turuka alikuwa na wanawake wawili tayari. Kidawa naye akiwa kama mke mkubwa, baada ya kuona mume wake kamwaga ugari, na alijisemea kimoyomoyo kwamba anamwaga mboga na kama kalipiza kisasi hivi, na aliamua kurejesha mapenzi yake yote kwa Jobe, na tena yakawa ya moto moto. Yaani alikuwa ni mke wa Turuka, ila alikuwa anachepuka na Jobe. Kipindi hicho Jobe naye alikuwa tayari kaoa mwanamke mwingine tu. Aise, Turuka alizipata taarifa kwamba mke wake anatembea na Jobe. Baba huyo kushindwa vita ndo kitu alikuwa hataki kabisa. Baada ya kusikia hizo taarifa, naye alienda kumtongoza mke wa Jobe na kutoka naye kisa pesa anazomwaga. Ukilinganisha na uchumi wa Jobe, mwanamke wa Jobe huyo alikubali kilaini. Kwa hiyo alijikuta kila mtu anachepuka na mke wa mtu wa mwenzake. Yaani ilikuwa kama kukomoana hivi. Yaani ilikuwa full mvurungano. Maisha hayo yaliendelea karibia mwaka. Mke mdogo wa Turuka alijifungua mtoto wa kike. Basi bwana, furaha ya Turuka hakika ilikuja na maumivu, maana siku mkewe mdogo anajifungua ndio siku alipata taarifa kwamba mkewe Kidawa ni mjamzito, tena ujauzito sio wake, ni wa Jobe. Aise, ukisikia kuvurugwa, hakika baba alivurugwa. Yani aliahidi kumfanyia kitu kibaya Jobe mpaka dunia ishangae. Ila hasira zilikuja kupungua kidogo alipoambiwa ni mke wa Jobe kwamba ana ujauzito wake. Yani Turuka alicheka kweli kweli kumpatia ujauzito mke wa Jobe. Yani kifupi, ngoma ilikuwa draw, maana kila mtu alikuwa akampatia ujauzito mke wa mwenzake.
Japo naye Tuluka alikuwa akampatia ujauzito mke wa mwenzake, ila bado roho ilikuwa inamuuma kweli kweli Jobe kumpa ujauzito Kidawa, ukichukulia hata mtoto mkubwa hana uhakika kama ni wa kwake au wa Jobe. Bila hata kuficha, Tuluka alimwahidi mkewe kwamba mtoto huyo akizaliwa tu basi atamuua kwa mikono yake, na kauli hiyo wala hakuisema mara moja, yaani kila siku alikuwa anakumbusha. Kipindi hicho mke wa Jobe wa ndoa naye alikuwa mjamzito, na mwanamke huyo alikuwa mchawi kuliko kawaida. Yaani alikuwa ananuka uchawi, tena uchawi wa kurithishwa. Sijui alikuwa katokea kijiji gani, maana uchawi wake ulikuwa sio wa kawaida. Basi maisha yaliendelea huku Kidawa akiwa anaishi kwa wasiwasi pale nyumbani. Maana kila siku alikuwa haachi kupewa vitisho. Basi miezi kadhaa ilipita, hatimaye Kidawa alipata uchungu na alikimbizwa hospitali na ofisi zake, yaani dada zake Tuluka. Maana Tuluka alikuwa hataki kusikia maelezo yoyote kuhusu ujauzito wa Kidawa. Aisee, kama bahati tu sio siku hiyo, mke wa Jobe naye alikuwa kapata uchungu. Kwa hiyo Jobe anavyofika tu na mke wake pale hospitali, alikutana na Kidawa naye ndo kaletwa na wifi zake. Basi wale wifi zake Kidawa walipomuona Jobe na wanajua ujauzito ni wa Jobe, waliamua kumwachia mzigo wake. Jobe alijikuta sasa anakuwa na mzigo miwili pale hospitali. Basi masaa yalisogea na wote wawili walifanikiwa kujifungua, ila bahati mbaya kuliko zote, yule mke wa Jobe baada ya kujifungua, aisee, mtoto alifariki pale pale, huku Kidawa akiwa kajifungua mtoto mzima kabisa, kutokana na vitisho ambavyo Tuluka alikuwa akavitisha kwamba yule mtoto wa Kidawa kipindi akizaliwa atamuua. Aisee, ili kunusuru hilo ilibidi wafanye jambo. Yule mtoto wa Kidawa ambaye ni mzima walimpatia mke wa Jobe, na yule mtoto aliyefariki Kidawa ndo alimwachia, na yote ilikuwa kunusuru maisha ya mtoto, maana kwa roho mbaya ya Tuluka angeweza kumuua kweli. Ila siri ilibaki ya watu watatu aisee, yaani mke wa Jobe, Kidawa pamoja na Jobe mwenyewe. Hao ndo walikuwa wanajua mtoto ambaye yupo naye yule mwanamke ni mtoto wa Kidawa. Basi huku nyumbani kwa Tuluka, baada ya taarifa kufika kwamba Kidawa kajifungua mtoto aliyefariki, aisee bwana, Tuluka alicheka kweli kweli. Yaani alicheka mpaka jino la mwisho lilionekana kwa furaha, huku furaha yake ikiongozwa maradufu baada ya kupata taarifa kwamba mke wa Jobe kajifungua salama na mtoto wake ni mzima wa afya kabisa. Endelea kuona Vam TV online ili tuweze kuwa pamoja. Basi Kidawa alirudi na mtoto aliyefariki, huku mke wa Jobe akiwa karudi na mtoto mzima, ila alikuwa anajua sio wake. Mtoto yule wa Jobe alipewa jina la Mima. Basi maisha yaliendelea upande wa huko kwa bwana Tuluka. Familia ilikuwa inaongezeka, maana mke wake mdogo alipata ujauzito, tena ulikuwa ujauzito wa watoto mapacha. Miezi ilizidi kusogea, huku mtoto wa kwanza wa Tuluka ambaye ni Mugisha akiwa kawa mkubwa karibia miaka 5, ila bwana Tuluka upendo ulikuwa umepungua kabisa kwa mtoto wake huyo. Maisha yaliendelea. Mke wake mdogo wa Tuluka tayari alikuwa kajifungua watoto mapacha, mtoto mmoja wa kiume, mwingine wa kike. Yaani hakukomea hapo, baada ya miaka 2 alishika tena ujauzito, na alivyobahatika hata walikuwa mapacha, yaani mapacha double. Kiukweli hali hiyo ilikuwa inamuumiza Kidawa, maana yeye tangia amzae mwanae Mugisha alikuwa hajapata tena mtoto mwingine, ukiachana na yule mtoto wa kike aliyempatia mke wa Jobe ambaye ndo Mima.
Maisha iliendelea huku Tuluka akiwa anajua hata yule mtoto wa Jobe, yaani Mima, ni mtoto wake. Kwa hiyo Tuluka alikuwa anaamini kampiga bao parefu mno bwana Jobe, maana anamlelea mtoto wake. Lakini nikukumbushe tu kwamba katika simulizi hii mke wa Jobe ni mchawi. Yaani kama hasila tu, Jobe baada ya kuona jamaa anamuona kama matako yake, huku akiwa anatamba na kueneza maneno ambayo mabaya mtaani, Jobe aliamua kuchokoza moto. Yani Jobe aliamua sasa kumtongoza mke mdogo wa Tuluka, na alijua roho yote ya Tuluka ndo ipo kule. Kwa hiyo kiachana na kutembea na Kidawa, alitaka pia aanze kumla mke mdogo wa Tuluka. Yaani alikuwa anataka kuwa na wake wote wa jamaa wote wawili. Bahati mbaya mke mdogo alikuwa na msimamo yake. Baada ya kutongozwa tu, taarifa zilimfikia Tuluka. Aisee, baba huyu uvumilivu ulimshinda. Aliamua kutafuta vijana wahuni wa kitaa ili wakamtia adabu Jobe akome kuingia kwenye njia zake. Sasa lakini kwa bahati mbaya, wale vijana waliotumwa katika kutoa kipigo walizidisha dozi. Walijikuta wakimpiga Jobe maeneo mabaya zaidi, yaani badala ya kumtia adabu kama ilivyo dhamira yao na walivyotumwa wao, walijikuta wanaua kabisa. Ilikuwa ni kesi ambayo iliendeshwa kihuni kidogo, yani hata hivyo iliisha haikueleweka, na maisha mengine yaliendelea kama hakuna kilichotokea. Basi bwana, kwa sababu mke wa Jobe alibaki mwenyewe, yani mjane, hapo Mr. Tuluka ndo alijimilikisha kabisa kama mke wake. Yani siku zingine mpaka kulala alikuwa anaenda kulala huku akimchukulia Mima kama mtoto wake, na aliamini Mima mtoto wake wa damu. Miaka kadhaa ilipita huku watoto wakiwa wamekuwa wakubwa. Mugisha tayari alikuwa kashafikisha miaka 14, ndo kwanza alikuwa kaanza kidato cha kwanza. Mke mdogo wa Tuluka tayari alikuwa na watoto 6, wa kiume 3 na wa kike 3. Wakati huo Kidawa alikuwa na Mugisha tu, na Kidawa alijikuta anaanza kuishi kwa mnyanyaso, yani yeye ndo kama mke mdogo. Maana hata hivyo Tuluka alikuwa hampendi tena yeye na mtoto wake. Kidawa alijikuta tu hasira zinamshika baada ya kuona mke wa marehemu Jobe ni kama kachukua nafasi yake, hivyo alafu akaichukulia pia na mtoto wake. Kwa hiyo Kidawa alimfuata mke wa Jobe na kutaka ampatie mtoto, na muda huo sio mrefu ukweli wote utajulikana. Kiukweli mke wa marehemu Jobe alikuwa hayupo tayari kumpatia Kidawa mtoto, maana alijimilikisha kwamba yule ni mtoto wake liwalo na liwe. Pia alikuwa hataki isiri. Kiukweli mke wa marehemu Jobe alikuwa hayupo tayari kumpatia Kidawa mtoto, maana alijimilikisha kwamba yule ni mtoto wake liwalo na liwe. Pia alikuwa hataki siri ije ijulikane kwamba mtoto sio wake. Kidawa kuna siku alikutana na mtoto Mima njiani bila kutumia akili. Alimwambia ukweli kwamba yeye ndo mama yake mzazi. Kiukweli Mima hakuamini hata kidogo, na aliporudi nyumbani alimuuliza mama yake kuhusu lile jambo. Aisee, yule mwana mama alikasirishwa mno na kile kitendo alichofanya Kidawa. Hata siku 2 hazikupita, Kidawa tayari alikuwa ni kichaa anaokota makopo, yani alipigwa bonge la ndumba. Hakika yule mwanamke alikuwa mchawi. Kiukweli Tuluka hata kuhangaika kumtibu Kidawa, maana hakuhangaika, maana hata hivyo upendo ulikuwa umepungua kabisa. Aisee, Kidawa aliishi kwenye hali ile ya uchizi karibia miezi 5, mpaka pale alipokuja kugongwa na gari siku hiyo akiwa anavuka barabara. Hakika mtoto wa kuitwa Mugisha alilia mno, maana alikuwa anajua mama yake ndo msaada wake wa pekee, na ndo alikuwa akimkingia kifua awamu hii. Alijua kabisa kazi anayo. Aisee,
Kama Mugisha alivyojitabilia ndivyo hivyo ilivyotokea. Yani maisha ambayo mtoto alianza kuishi yalikuwa ya taabu mno. Pale nyumbani kwao waligeuka kama mfanyakazi. Mama yake mdogo, yani mama wa kambo, alikuwa anamtumikisha Mugisha kama mtu mzima hivi. Tuluka japo alijua yote anayoyapitia kijana wake, lakini wala hakujali lolote. Hata shule ilibidi Mugisha aache tena akiwa kafika kidato cha pili. Maana akiamka tu asubuhi alikuwa anakutana na kazi za kutosha. Ikifika weekend yeye ndo anakuwa dobi wa kufua nguo za watoto wote pale nyumbani. Yaani kutokana na maisha hayo ambayo alianza kuishi Mugisha, hata shule ilibidi Mugisha aache tu tena akiwa kafika kidato cha pili. Maana akiamka tu asubuhi alikuwa anakutana na kazi za kutosha. Ikifika weekend yeye ndo anakuwa dobi wa kufua nguo za watoto wote pale nyumbani. Maisha yalikuwa matamu kwa Tuluka na familia yake, isipokuwa Mugisha tu ndo ilionekana tofauti sana. Hata hivyo Tuluka ilibidi amuoe na kumchukua mama yake na Mima na kuanza kuishi naye kama mke wake wa pale nyumbani, huku Mima akilelewa kama mtoto wa Mr. Tuluka. Na bwana huyo aliamini hivyo. Kiukweli Mugisha alikuwa anahenyeka, yani weekend alikuwa akianza kufua nguo asubuhi ni mpaka jioni. Na alikuwa hapewi chakula mpaka malize, maana pale nyumbani palikuwa na watoto kama 7 na wote alitakiwa wafulie yeye tu. Mama Mima yeye alikuwa anadili na binti yake tu, masuala ya wengine alikuwa haingilii, yani alikuwa hampendi Mugisha pamoja na wale watoto wengine. Kwa hiyo alikuwa hausiki na mateso ya Mugisha wala furaha ya Mugisha. Mima naye alikuwa hana mazoea na watoto wote wa pale, yani alikuwa yupo hata mateso anayopitia Mugisha alikuwa anaona tu kwenye kioo na wala hayamuhusu. Maisha yaliendelea na miaka kadhaa ilipita, huku uchumi wa Tuluka ukiwa umeanza kuporomoka. Yani mali zote alizolisi za baba yake zilikuwa zinapukutika na kuendekeza sana starehe ndio ilikuwa kazi ya Mr. Tuluka. Yani mali zote alizolisi zote zikapukutika kidogo kidogo. Mugisha tayari alikuwa na miaka kama 18 hivi, ila ndo hivyo aliendelea kuwa mtumwa wa pale nyumbani, maana aliogopa akienda mtaani huenda angeteseka zaidi kuliko anavyoteseka pale nyumbani. Binti Mima yeye alikuwa na miaka 13 kuelekea 14 na tayari alikuwa akimaliza darasa la 7 na subiri matokeo ya kwenda kidato cha kwanza. Siku hiyo ilikuwa weekend. Mugisha aliamka akiwa anaumwa mno, yani alikuwa kachapwa na homa kali mno kiasi kwamba jasho tu lilikuwa linamtoka. Lakini mdogo wake alikuja kumuamsha asubuhi na mapema kwamba nguo washazikusanya akafuate maji huko mtoni aje afue, maana pale nyumbani maji yalikuwa hayatoki. Mugisha alijitetea kwamba anaumwa, lakini maelezo yaliyoenda kwa mama mjengo yalikuwa ni kwamba Mugisha kakataa aisee. Mama alikuja kucharuka kama mbogo na kuanza kumfokea Mugisha. Kijana alijaribu kutoa maelezo kwamba anaumwa, lakini huyo mama alikuwa haelewi, huku akimtaka Mugisha achague jambo moja tu, kuondoka pale nyumbani au kwenda kufanya kazi. Mugisha alimfuata baba yake kwenda kulalamika na kutoa maelezo kila alichoambiwa na mama, lakini Mr. Tuluka alichomwambia ni kwamba malizaneni huko, mimi sihusiki na chochote. Mugisha alijifikiria. Baada ya kuona hana pa kwenda, aliamua kujikaza ili akazifue nguo zile, japo zilikuwa nyingi, ila akiwa anaenda kuzifua
Yule mama kuna kauli mbaya alitamka kumuhusu marehemu mama yake Mugisha, na kauli hilo ilimfanya Mugisha acharuke kama mbogo. Muone, unataka kuleta ujuaji hapa au na wewe unataka kuwa kichaa mula mavi kama mama yako? Maana mama yako alikuwa anakula mpaka mavi, na ukileta ujuaji utaenda huko mtaani uone sasa kama hujawa mla mjaralani. Maana inaonekana ndo asili yenu na mama yako. Ilikuwa kauli ya mama yule ambaye ilifanya Mugisha tokwe na wazimu aisee. Mugisha alimlukia yule mama mwili na kuanza kumshushia kipigo. Japo alikuwa anaumwa, lakini bado nguvu alikuwa nazo za kumdhibiti yule mama. Mama yule alikula vichwa vitakatifu tena vya pua mpaka pua yake ilichanika, yani alivilia damu ndani ya dakika chache tu. Mr. Tuluka na watoto wake walikuja kuamlia ule ugomvi, lakini mama mtu alikuwa kapigwa kweli kweli. Aisee, ilikuwa ni kesi kubwa mno ambayo ilifika mpaka kituoni na kupeleka Mugisha kukamatwa, yani kesi ilienda mpaka mahakamani, huku mama yule akiwa kajiapiza kumfunga Mugisha. Na kweli aisee, baada ya hukumu Mugisha alikutwa na kosa, alitakiwa alipe milioni 1 kama faini au aende gerezani miaka 3. Hakika ilikuwa majuto kilio kwa kijana Mugisha, kiasi cha kwamba shilingi milioni 1 tu kufilifanya aende kunyea debe miaka 3 gerezani. Maana hiyo pesa ilikuwa hana. Baba yake alisema haihusiki na kesi hiyo. Ila hayo ni mambo ya wawili waliogombana. Basi miezi kadhaa ilipita, mama yake na mima na alipata ugonjwa wa ghafla, sijui ndo alikuwa kapigwa kichwa kiuchawi au kazidiwa na wenzake. Maana ghafla mwili wake ulipooza na hali yake kuwa mbaya. Yani mama yule alikuwa wa leo au kesho kwa jinsi alivyokuwa anahema. Alikuwa anaonekana kama anachelewa kufa kwa maumivu ambayo alikuwa anapata. Alikuwa anahisi mwili wake unawaka moto. Siku hiyo mima akiwa anatoka shuleni, baada ya kufika nyumbani, alikuta mazungumzo kati ya baba yake Mr. Tuluka na mama yake yanaendelea chumbani. Yani mama mima, hali ilikuwa ambayo alikuwa ni kama anaungama hivi mbele ya mume wake. Mume wangu, ukiukweli mima sio mtoto wako, ni mtoto wa Kidawa aliyezaa na Jobe. Mtoto wetu mimi na wewe alifariki siku niliyojifungua, kutokana na kwamba ulikuwa umetisha kumuua mtoto wa Kidawa pindi atapozaliwa. Hapo ndipo ilibidi tufanye maamuzi ya kubadilishana, na ilikuwa wazo la Kidawa mwenyewe ili kumnusuru mwanae. Basi kwa kuwa mimi nilikuwa na machungu ya kupoteza mwanangu, niliona bora nikubali ili kupoza machungu. Kiukweli niliishi na mima kama binti yangu kwa amani, lakini amani ilianza kutoweka pale ambapo Kidawa alianza kumtaka mtoto wake. Kiukweli sikuwa tayari kufanya hivyo, na niliona bora nimpatie ukichaa kabisa ili asije akatoa siri yangu. Mume wangu Turuka, naomba mchukulie mima kama binti yako, usimtenge hata kidogo, maana bado ni binti mdogo. Pia kingine, wakati Jobe anafariki alinithibitishia kabisa kwamba Mugisha ni mwanae. Kwa hivyo mima akiwa mtu mzima utamwambia ukweli wote kwamba yeye na Mugisha ni ndugu wa damu kabisa. Kitu cha mwisho, naomba uniitie wachungaji niungame dhambi zangu kabla sijafa. Yalikuwa maneno ya mama mima akiwa anatabika kitandani. Fiu, mwanamke shetani wewe, nilikuwa sijakujua. Alafu hiyo kauli ya kwamba Mugisha ni mtoto wa Jobe itoe. Mugisha ni mwanangu mimi. Sasa kama ni mwanao, kwa nini umbague? Hiyo haikuhusu. Kama unakufa wewe, kufa kwa amani, na hao wachungaji unaosema ni kuitie siwaiti, kufa tu. Mimi ndo nilikutuma uwe mchawi. Yalikuwa maneno ya Mr. Tuluka huku akiwa anasonya hovyo. Baada ya hapo alitoka kwa hasira kule chumbani.
Mima alikuwa kasikia kila kitu mwanzo mwisho. Yaani machozi tu yalikuwa yanamtoka kama maji. Mima alivyogundua baba yake anatoka kule chumbani, alijificha. Baada ya baba yake kutoka tu, Mima alipiga mahesabu. Aliona wacha akimbie kwa mchungaji akamuite kama mama yake alivyotaka, japo alikuwa hajaambiwa yeye. Ni kweli Mima alienda moja kwa moja kanisani ambalo lilikuwa jirani na pale kwao. Baada ya kuulizwa, mchungaji alielekezwa na alimpatia maelezo yote mchungaji. Basi mchungaji alikubali na alipoongozana na Mima mpaka pale nyumbani, lakini baada ya kufika tu, bahati mbaya walikuta tayari Israeli mtoa roho kashafanya kazi yake. Mama yule alikuwa kafariki na dhambi zake. Aisee, Mima alilia mno. Yaani Mima alikuwa analia kwa mambo mengi mno. Alikumbuka siku ile alipokutana na Kidawa na mwanamke huyo akamwambia kwamba yeye ndo mama yake mzazi, lakini yeye hakuamini. Alafu anakuja kujua ukweli, kila kitu kisha haribika. Basi msiba ule ulisha na mama Mima alizikwa na alianza kusahaulika. Yaani hapo Mima ndo aligundua huenda ndugu wa pekee aliopo duniani ni Mugisha peke yake. Unahisi yapi maamuzi ya Mr. Mtulka baada ya kujua Mima sio binti yake? Endelea kuwa nami katika kipande cha 3 ambacho kitakuwa final. Niseme kwamba sina la ziada. Jaribio la bilionea itakuwaje? Subscribe channel yetu ya Vam TV Online ili tuweze kuwa pamoja zaidi katika simulizi mbalimbali.